Mungu wetu ni Mungu mkuu sana na yuko nasi mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutuleta tena katika kusanyiko hili la watu wake, kusanyiko kubwa la wiki ambalo Mungu analihudumia kwa mkono wake wenye nguvu. Ni siku moja ya Jumapili baada ya kutoka kwenye zoruba kubwa ambayo ilikuwa ni ya tofauti sana katika maisha ambayo kila mmoja alishawahi kuyaishi. Hatujawahi kupambana na kitu cha namna hiyo. Sasa kitu ambacho tunajifunza kwenye kipindi chetu hiki ni kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Na kama tunaishi nyakati za mwisho, basi kuna mambo ambayo si ya kawaida yanaweza yakatokea. Kuna mtu alinikumbusha akasema kwamba ni kama kile kipindi kwenye Biblia kinachosema kwamba kutakuwa hakuna kuuza wala kununua. Tukawa na pesa nyumbani, hakuna kitu cha kununua, na wale wenye vitu vya kuuza hawawezi kwenda kuviuza, kwa hiyo tukafungiwa ndani. Tofauti kabisa na mawazo yetu ambayo chai kuwa nayo kwamba katika nchi yetu inaweza kafika mahali viongozi wakiamua tukafungiwa huko ndani. Watu waliopewa mamlaka wakaamua wakasema wafungie ndani, wakafungiwa, na siku akiamua akasema basi fungulia kila kitu, na milango ikafunguliwa. Basi ndio hivyo. Ndio maana tunafundishwa kuomba kwa ajili ya watu wote, kuomba kwa ajili ya viongozi ili waweze kufanya maamuzi ambayo yako sawa sawa na yatakayofaa kwa ustawi wa kila mmoja na kwa ajili ya nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza somo ambalo linatuonyesha baada ya kutoka pale tunafanyaje, lakini Mungu anatufundisha kwenye Biblia kwamba tusiogope. Neno la leo linasema kwamba usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Hofu iliangukia taifa kwa sababu kulikuwa na risasi nyingi na mabomu na vitisho na maneno mengine ya uongo tunasisikiza kwenye simu. Takupigia simu wakati mwingine amesikia kitu ambacho ni cha uongo kabisa hakipo, lakini nakuambia jambo liko hivi, jambo liko hivi, na mengine yanakuzwa, mengine yakawa ya ukweli, lakini kulikuwa na utisho mkubwa sana na hali ngumu katikati ya nchi yetu kwa kipindi cha karibu wiki nzima. Lakini bado liko tumaini. Haleluya. Bado liko nini watumishi wa Mungu? Tumaini bado lipo kwa wana wa Mungu. Ndio maana kila wakati tunapokuwa ndani ya kanisa tunakuwa na ujasiri mkubwa. Hakuna siku ambayo tunapoteza ujasiri mradi tu tupo ndani ya kanisa. Neno la Mungu tunajifunza leo kwamba usiogope. Tutaenda kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 kuanzia mstari wa 16. Mathayo 28 mstari wa 16 mpaka wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza somo hili ambalo linatokea kwenye kipindi ambacho Bwana Yesu alikuwa amekufa msalabani. Kwa hiyo kawa na mtikisiko mkubwa sana katika ile nchi waliokuwa wanaishi, ile ya Uyahudi, na wanafunzi wakawa wametikiswa sana kwa sababu ya mwokozi wao, ya kiongozi wao ameondolewa tena kwa vitisho vikubwa na kuuawa.
Kwa hiyo wakawa kwenye hali ngumu na wamejificha, hawajui cha kufanya. Wakawa katika hali ambayo hawana pa kwenda wala hawana cha kufanya. Kwanza walikuwa na tumaini ambao walikuwa wanajua kwamba wameshapata mahali pa kukaa vizuri, lakini walipotikiswa, Yesu akasulubiwa msalabani, akafa, akazikwa, wakawa wameona kama imekwisha kabisa. Na yeye pale msalabani sema imekwisha. Kwa hiyo wanafunzi walibaki bila kujua waelekee wapi, wanafanyaje, na tumaini liko wapi tena. Lakini tunaona kwenye mstari wa 18 anasema Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia. Yesu alipofufuka alikuja kwa wanafunzi wake, akasema nao akiwaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa neno kubwa sana la matumaini kwao, kwamba Yesu sasa ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo amefufuka kutoka kwa wafu, wanamuona tayari wamechangamka, lakini ana kitu anachowaambia. Anasema kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwamba Bwana waliye naye sasa pale, baada ya mtikisiko wote uliopita, wanaye Bwana ambaye yuko hai na ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka aliyokuwa nayo shetani amenyang'anywa, mamlaka aliyokuwa nazo popote wamenyang'anywa wote. Yesu ndiye anazo na yeye ndiye Bwana wao. Akasema sasa, baada ya mambo yote ambayo yametokea, ninayo mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo Bwana anatuambia leo, baada ya ule mtikisiko ambao tumekumbana nao wa risasi na mabomu na vitisho na maneno ya kutisha makubwa, na watu wakafa wengi, tukabaki katika hali ngumu ya kunyong'onyea na kushindwa cha kufanya. Yesu anasema kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alafu huyo Bwana anayesema namna hiyo ndiye Bwana wetu ambaye tuko naye hapa. Huyo Bwana ambaye anasema kwamba na mamlaka yote mbinguni na duniani anakaa ndani yetu. Kwa hiyo ina maana kwamba tunatembea na mamlaka yote ambayo Bwana alisema kwamba anayo. Kwa sababu baada ya kuwaambia kwamba na mamlaka yote, aliwaambia basi enendeni, kwa sababu mamlaka hiyo ambayo ameshapewa tayari, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wanakwenda kwa ile mamlaka ambayo Bwana alisema kwamba tayari anayo, mamlaka yote mbinguni na duniani. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu tunaye Bwana mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Hebu fikiria vitisho vile vilivyokuwepo na ile hali tuliyoiona ya hatari kubwa namna ile, alafu huna tumaini lolote. Uone jinsi ambavyo kulikuwa na hatari kubwa. Sasa Mungu anasema kwamba yeye aliye Bwana kwetu, ambaye ni Bwana Yesu Kristo, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hebu chukua neno hili kama vile ni Bwana anasema nawe leo. Lifanye kwamba ni Yesu anasema na wewe kwamba pamoja na ile hali uliyoona ya mtikisiko mkubwa uliotukutikisa ukalia ukaomboleza, Yesu anasema mimi ni Bwana wako, alafu nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo hakuna cha kukutisha, hivyo usiogope. Anasema natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu anasema yuko nasi siku zote, sio leo tu, wala sio wakati tu anapiga zile risasi, wala sio baada ya matisho makubwa ya maneno ya kututisha na kututetemesha. Hapana, Yesu anasema ni siku zote yuko nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Hakuna siku ambayo Bwana anaondoka. Kwa hiyo mamlaka nyingine zote ambazo zinataka kututisha ziko chini na sio mamlaka halisi. Zile ni vivuli. Mamlaka zote nyingine ambazo kuzisikia za shetani na za wanadamu, ambao wakati mwingine zinatamka hata maneno mengine ya kutikisa, hizo zote ni vivuli, kwa sababu mamlaka ile halisi yote Bwana Yesu alishapewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kanisa la Mungu, tukijitambua sawa sawa na maneno ya Mungu ya leo, hakuna cha kututikisa. Kwa hiyo tusiogope.
Ndivyo Mungu anavyotufundisha leo kwamba tusiogope, kwa sababu Bwana wetu ana mamlaka yote mbinguni na duniani, na ndiye Mwokozi wetu, ndiye aliyetuokoa, anakaa ndani yetu. Tunajifunza kutoka Mathayo 28 mstari Mathayo 11 mstari wa 28. Hebu angalia Mathayo 11, tutasoma kuanzia mstari wa 28. Neno la Mungu linasema hivi: "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Bwana anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo, msumbukao, mnaopata masumbufu yanakaa moyoni. Masumbufu yote, mtu anaye na masumbufu sio makelele ya nje mara nyingi. Masumbufu mara nyingi ukisikia mtu anasema kwamba nimesumbuka sana, ni moyoni. Sasa Bwana anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Alafu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Mungu anapotuelekeza pa kukaa ni mahali pa usalama sana. Mungu anatuita kwa neno lake kwenye mahali pa pumziko baada ya masumbufu mengi, baada ya kusikia masumbufu, baada ya kuona unaelemewa na mizigo. Mungu anatuita mahali pa pumziko. Anasema tukijiachilia kukaa naye, kuja kwake kama anavyotuita, anasema anatupeleka mahali pa pumziko, ambaye anasema kwamba hapo, anasema ukichapumzika pale unapata na raha, unaishi maisha ya raha nafsini mwako. Hebu fikiri, Bwana anakupeleka mahali pa pumziko, alafu mahali ambapo anasema utapata raha nafsini mwako. Maana yake ni kwamba yale masumbufu yote yaliyokuwa na kuhangaisha, ile hali ya mtikisiko ulikuwa unaisikia na fujo na hali ya uharibifu ambayo ilikuwa inakusumbua moyoni, Bwana anasema kwamba amekuletea pumziko. Mungu ameleta pumziko kwa ajili yako. Anasema unapojiachilia, ukaachilia moyo wake kushikamana naye, kama tulivyojifunza kwamba Yesu ndiye mzabibu wa kweli na sisi ni matawi. Ukijishika naye vizuri, kama anavyosema njoni kwangu, ukajishika kwa Yesu vizuri, anasema unapata pumziko la moyoni. Masumbufu yote yanaondoka, ile hofu yote inaondoka, yale mahangaiko ya kusumbulia maneno ya watu yanaondoka moyoni mwako. Hakui tena na masumbufu. Hata ukipiga makelele ya kusumbua, hayata kusumbua tena wewe, bali unapata pumziko la moyoni. Alafu Mungu anasema nami nitakupa raha nafsini mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameachilia raha kwa ajili yetu. Baada ya mtikisiko wote, Mungu ameachilia raha kwa ajili yako, lakini lazima ukubali kujiachilia kwake. Anasema njoni kwangu. Lazima moyo wako ujiachilie kushikamana na Bwana. Lazima ujiachilie kukaa na Bwana ili uweze kupata pumziko la kweli na kupata raha nafsini mwako. Ukijiachia wewe mwenyewe ukakaa huko mitaani ukaanza kusikiliza makelele na kuanza kuona watu wanakuambiaje, utaendelea kwa kwenye masumbufu. Lakini Bwana anasema njoni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni jambo la ajabu sana ambalo Mungu anatuambia ili tusiishi maisha ya masumbufu tena, ili hali ya vitisho zikija tujue Mungu alikotuweka ni mahali pa pumziko la kweli. Mungu ametuweka mahali pa pumziko la kweli. Anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza, Yohana 14 mstari wa kwanza, anasema hivi. Yohana 14, neno la Mungu linasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Neno la Mungu linatufundisha
kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu. Kitu ambacho Mungu hataki kuona kwenye mioyo yetu. Yeye anayesema anakaa ndani yetu, anayekaa ndani ya mioyo yetu, anasema kwamba hataki kuona mafadhaiko ndani yetu. Anasema tusifadhaike mioyoni mwetu. Yesu anasema kwamba fadhaa isiwepo ndani yetu, pamoja na vile vitisho ambavyo vinatikisa huko kwenye ulimwengu. Bwana anasema mioyoni mwetu kusiwe na fadhaa. Anasema kusiwe na fadhaa kwa sababu ameshasema kwamba tukija kwake anatupa pumziko, yale mafadhaiko yanaondoka. Kwa hiyo anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Kataa mafadhaiko, kataa mahangaiko ya moyoni. Anasema mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa hiyo tukitembea kwa imani kwa Mungu, tukatembea kwa imani kwa kumwamini Yesu ambaye alikufa kwa ajili yetu, tunaondoka kwenye mafadhaiko, tunaondoka kwenye mahangaiko, tunatembea katika hali ya kutembea na raha ile ambayo Mungu ameiachilia kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya wana wa Mungu, kwenye kanisa la Mungu, ipo raha kama utakubali kukubali kuachilia kabisa mahangaiko yale yanayokuja yakitaka kuingia kwako. Bwana Yesu ameleta pumziko la moyoni, na anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Hataki kuona fadhaa ndani yetu kwa sababu yeye ametupa pumziko. Hebu angalia Marko 11 mstari wa 22. Marko 11 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Jambo ambalo watoto wa Mungu tunalihitaji. Mungu anatufundisha kwamba tumwamini yeye. Maisha yetu sisi tunayoishi ni kwa imani. Kwenye kitabu cha Waebrania, nafikiri Waebrania, anasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa neno la Mungu linakuja kwetu kwamba mwaminini Mungu. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Kwa hiyo Mungu anatuambia namna ya kuishi katikati ya vitisho hivi, namna ya kuishi tusiwe na fadhaa, tusiwe na mahangaiko, tuweze kukaa kwake vizuri. Anasema mwaminini Mungu. Tukaona jinsi ambavyo watoto wetu wanatufundisha wanapokuwa wanatembea na wazazi wao hata katikati ya vitisho vikubwa. Kama siku amepata neema ya kutembea na baba, hata kama kulikuwa na watoto wachokozi walikuwa wanamchokoza, lakini saa hiyo yuko na baba yake anatembea naye. Siku hiyo hata kuwaita na waita kule kwao, anasema fulani hebu njoo. Akija yule fulani kweli ananyoa, anarudi kwao, kwa sababu anamkuta yule baba yuko pale na ni kinga kwa yule kijana. Yule mtoto anakuwa na imani kwa baba yake kwamba misuli ya baba yake, wale wachokozi wote wamewekwa pembeni, vile vitisho vyote vimeshindwa. Kule kushindwa kote kwake hakuna tena uwezo, kwa sababu yuko na baba. Sasa sisi Mungu anatufundisha kwa mfano huo. Hebu tumwamini Mungu kwa mfano wa watoto wanavyoamini wazazi wao, wanavyomwamini baba kwamba anaweza kuwatiisha wale wachokozi wote, anavyoweza kuamini kwamba baba anaweza kumpatia mahitaji yake yote, baba anaweza kumvusha kwenye vikwazo vyote, baba anaweza kaa usalama wake, na anatembea kwa ujasiri hata kama wako wale wachokozi. Anatembea bila kuogopa kwa sababu wale wachokozi kwa nguvu tu ile baba wamewekwa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaambia kwamba mwaminini Mungu. Namna ya kuishi kwa ushindi katika maisha haya, namna ya kuishi bila fadhaa na bila woga, ambao Mungu anasema msiogope, ni kutembea tukiwa tunamwamini Mungu. Ukimwamini Mungu utakaa bila woga, utakaa bila wasiwasi, masumbufu yatakuwa mbali na wewe, na utakuwa unawatia wengine moyo na kuwafundisha namna ya kwenda na kuwaonyesha njia iliyonyooka, kwa sababu wewe umesimama imara. Ukitetemeka tu na kuwa na hofu, hutaweza kuimarisha mtu yeyote. Wakati wote utakapokuwa umejaa woga, wewe utakuwa unaambukiza woga watu wengine, utakuwa unaambukiza hofu watu wengine. Lakini ukiishi maisha ya ujasiri, maisha ya kutembea kwa kumwamini Mungu, utakuwa unawaimarisha watu wengine na kuwaonyesha kwamba yuko Mungu anayeweza kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunafundishwa kwamba
tumwamini Mungu. Tunapoishi kwa imani, Mungu anakuwa na sisi na anaendelea kutuongoza, na woga hauna nafasi kabisa katika maisha ya wana wa Mungu. Kwa hiyo tusiogope. Kwenye kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 5 na wa 6, Waebrania 13 mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi: msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Bwana anatufundisha hivyo, msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu hapa anafundisha jinsi ambavyo Mungu amesema. Anasema kwanza maisha yetu ya kuishi sisi wenyewe, tusiwe na tabia ya kupenda fedha, bali tutosheke na vitu tulivyo navyo. Tuwe na utoshelevu wa moyoni, kwa sababu usipokuwa na utoshelevu wa moyoni, unaishi maisha ya mahangaiko ya kujitakia mwenyewe. Mungu anasema tuwe na utulivu wa moyoni. Ukataa mahangaiko, kataa masumbufu, kwa sababu Mungu amesema msifadhaike. Alafu anasema kwa kuwa yeye mwenyewe amesema. Mungu mwenyewe amesema. Neno la Mungu ni hakika na ni kweli. Mungu amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Mtumishi wa Mungu amesema, ni Mungu, neno la Mungu kwake anasema hata mpungukia kabisa wala hata muacha kabisa. Na wewe ukikubali kwamba Mungu anakuambia leo kwamba hata kupungukia kabisa wala hata kuacha kabisa, utakubaliana neno hili kwamba usiogope. Utakubali kuachilia hofu, utakubali kuachilia mahangaiko, utakubali kukataa kusumbuliwa na mambo ya nje. Utajua kwamba Mungu anatufundisha kwamba yeye hata tupungukia kabisa wala hata tuacha kabisa, na yuko nasi katika maisha yetu yote. Mungu anayesema kwamba hatupungukii, yuko na sisi, anatembea na sisi katika maisha haya, anatuongoza tunapokuwa njiani, anakuwa nasi kule nyumbani, anakuwa nasi kwenye shughuli zetu, katika masoko na katika mahali unapoweza kuwa. Mungu anakuwa nasi. Kama yuko nasi na unaamini kwamba anakuwa na wewe, huyo anasema kwamba niko na wewe, kwa hiyo sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Na ndio maana tukajifunza kwamba mwaminini Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu alipomwamini Mungu akasema, tunathubutu kusema, akatembea kwa imani ya lile neno kwamba Mungu anasema kwamba hampungukii katikati ya matatizo yote na vurugu zote. Mungu anasema hata kupungukia kabisa. Alafu akasema, sasa ninasema, nina thubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Kwa hiyo ukishaamini kwamba Mungu anasema kwamba hata kupungukia kabisa wala hakuachi kabisa, unaweza ukasema maneno haya. Usipoamini neno hili la Mungu anavyosema kwamba hakupunguki kabisa wala kuacha kabisa, hutaweza kusema haya maneno ya kusema kwamba Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Kwa hiyo ni lazima kwanza umwamini Mungu, kama anavyosema kwamba muaminini Mungu. Ukimwamini Mungu, maana yake ni kwamba unaliamini neno lake. Mungu analosema kwako unaliamini. Unaamini kwamba Mungu anasema yuko pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini kwamba katikati ya mabomu na risasi Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo unaishi ukisema kwamba Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Hata mwenye bunduki, hata mwenye bomu, hata mwenye vitisho, hata anayesema na mamlaka yake ni mamlaka ambayo ni kivuli. Ile mamlaka halisi yanayo Bwana wangu. Haleluya. Mamlaka ile ya kweli ambayo Yesu alisema kwa mamlaka yote kabisa, mamlaka ambayo ni yote mbinguni na duniani, Bwana anayo. Kwa hiyo wenye mamlaka wengine wana mamlaka ambayo unaweza kaita hata feki. Kama unavyoona kwamba kuna pesa ambayo ni feki imetengenezwa, alafu kuna pesa halisi. Pesa feki huwa haina thamani yoyote kama si ya udanganyifu.
Kwa hiyo mamlaka nyingine zote hazina uwezo juu ya kanisa la Mungu, kwa sababu kanisa la Mungu liko na Bwana ambaye ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa sisi ndio wa kusimama na kuweza kuwaimarisha watu wengine baada ya kulifahamu neno hili kwamba Bwana wetu ana mamlaka yote mbinguni na duniani, na huyo Bwana yuko na sisi mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza neno hili la mtumishi wa Mungu alivyoweza kusema kwamba Bwana amesema, kwa hiyo na mimi nasema. Kwa hiyo Mungu anavyotuambia, natazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ukitembea nalo kwa imani hilo neno, kuna maneno ya Mungu yatakuja moyoni mwako ya kusema kwamba Bwana ameniambia kwamba yuko pamoja na mimi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo na mimi nathubutu kusema siogopi. Haleluya. Kwa unaweza kusema kwamba siogopi kwa sababu Bwana ameniambia. Yaani Bwana ameniambia kwamba yuko pamoja nami hata ukamilifu wa dahari. Ni kwa mfano wa huyu mtumishi alivyosikia neno hili la Mungu alivyosema kwamba sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Akasema hata nathubutu kusema kwa neno hili kwamba Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Haleluya. Kitabu cha Warumi 8, kitabu cha Warumi 8:31 na 32. Kitabu cha Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8:31 hadi 32 nasema hivi. Neno la Mungu linasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwamba Mungu yuko upande wetu, na ndiyo maana neno la Mungu nasema kwamba mwaminini Mungu. Mwaminini Mungu ambaye yuko upande wenu. Mwaminini Mungu ambaye yuko pamoja na sisi. Mwaminini Mungu. Mungu anasema mwaminini Mungu. Jamani, tupo katika nyumba ya Mungu. Tupo katika kanisa la Mungu. Na Mungu anatuambia kwamba tusipoteze muda kanisani. Tusipoteze muda wa kuishi tu maisha ya kawaida huku tumeshaijua njia hii ya Mungu. Mungu anasema namna ya kuishi maisha haya ambayo ametuitia ni kwa kumwamini. Ndio maana anasema kwamba Mungu anapokuwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Au ni nani aliye juu yetu kama Mungu yuko upande wetu? Kwa hiyo ina maana kwamba sisi ambao tunapokea neno hili la kujua kwamba ni kweli Mungu yuko upande wetu, ni kwa mfano pale aliposema kwamba natazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo yuko pamoja na sisi, yuko upande wetu. Anatuuliza, ni nani sasa aliye juu yetu? Nani anaweza kuwa juu ya kanisa la Mungu? Maana yake ni kwamba hakuna aliye juu ya kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu liko juu. Sisi ambao Mungu ametuita kwa jina lake tuko juu. Kwa hiyo Mungu tunapoamini kama Mungu upande wetu, tukatembea kwa imani neno hili, tunakuwa juu na mambo mengine yote yanakuwa chini. Watu wengine wote wale ambao hawajamwamini Mungu wanakuwa ni chini, wanakuwa tunawahurumia na kuwasaidia waje kwa Yesu. Kwa sababu sisi Mungu ametuweka juu. Anasema yuko upande wetu, kwa hiyo juu yetu hakuna aliyepo. Sisi ndio tuko juu kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Mungu aliyeumba mbingu na nchi yuko upande wetu. Na akasema yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kama ameweza kumtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu. Yesu akafa msalabani kwa ajili yetu, akateswa mpaka akafa kwa ajili yetu, na tukaamini hivyo. Hebu fikiria tu kwa hilo kwamba Mungu kuna kitu gani ambacho hata kiachilia kwa ajili yako.
Maana yake ni kwamba hakuna kitu ambacho anaweza kukizuia tena baada ya kumtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu. Mungu baada ya kumtoa cha thamani kubwa kuliko vyote, mambo mengine yote ni rahisi kuyatoa na ameshaachilia kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu yuko upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Amemtoa mwana wake wa pekee. Mambo mengine yote kama ni ulinzi ni mambo madogo sana ukilinganisha na mwana wake wa pekee. Kama ni mambo ya mahitaji yetu ni madogo sana ukilinganisha na mtoto na mwana wa Mungu wa pekee. Yaani unapolinganisha chochote ambacho unaweza kukitaja ni kitu kidogo sana cha chini unapolinganisha na kumtoa mwana wake wa pekee. Kwa hiyo kama amemwachilia mwana wake wa pekee kwa ajili yetu, basi anaweza kutupa na kila kitu. Ndio maana tukaambia kwamba mwaminini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimwamini Mungu tutaishi bila woga. Tukimwamini Mungu tutaishi bila kutikiswa na chochote. Tukikubali kumwamini Mungu tutawatia wengine moyo, kwa sababu tutakuwa tumeimarika, hatutetemeki wala hatulii. Tunawaambia watu kwamba sisi tunaye Mungu ambaye ametuweka juu. Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukiamini neno hili tukatembea nalo, tutatembea kwa ujasiri bila woga. Woga sio sehemu yetu kabisa. Hakuna nafasi ya woga katikati ya wana wa Mungu. Mungu hajaweka nafasi ya woga wowote katikati yetu. Kwa hiyo kama tuliogopa, tuachilie woga sasa. Tuachilie hofu, tuachilie mahangaiko, tuachilie hali yote ambayo ilitutikisa, tuiondolee katika maisha yetu. Tujishikanishe na Mungu wetu, tutembee kwa ujasiri tukiwa tunathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno mazuri sana ya kutamka kama wana wa Mungu baada ya mtikisiko uliotokea. Bwana ndiye anisaidia, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Lakini jenga moyo wako na maisha yako katika neno la Mungu ili utembee ukiwa unamwamini Mungu. Unapomwamini Mungu tu utaishi maisha ya ujasiri, maisha ya nguvu, maisha yaliyoimarika, maisha ambayo ni ya ushindi, maisha ya kuwavuta wengine kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu maadhimishe Mungu kwa makofi mazuri, kwa sababu tuko na Mungu asiyeshindwa. Ni somo ambalo linaweza likawa refu, lakini Mungu anayotufundisha ni kwamba tusiogope, tumwamini yeye. Kwa hiyo lishike neno hilo kwamba siogopi na mwamini Mungu. Lishike neno la moyoni mwako, tembea nalo, tembea kwa neno la Mungu, useme kwamba siogopi, mimi namwamini Mungu siku za maisha yangu, na kwa namna hiyo utaishi bila hofu. Bwana Yesu asifiwe.